Mwanamke, usifanye haya makosa kama unahitaji kuwa mama wakati ujao. Kosa la kwanza ni kuosha uke wako kwa kutumia sabuni kali ambazo zinaharibu bakteria ambao wako kwenye uke ambao tunasema ni monoflora. Ukiharibu hawa bakteria, uke wako utakufanya uwe mkavu sana, na hivyo mbegu za kiume hasa weza kusafiri vizuri kulitafuta yai. Kosa la pili ni kutokujua mzunguko wako wa hedhi. Wanawake wengi wanakuwa hawajui mzunguko wao wa hedhi. Kumbuka kuna mizunguko ya aina mbili. Kuna mzunguko mrefu na mfupi. Usipotambua mzunguko wako ni upi, hauwezi kujua siku gani yai lako linakuwa linatoka, na hivyo utakuwa unafanya mapenzi lakini hauwezi kupata mimba kwa sababu haufanyi mapenzi siku ambazo yai lako linakuwa limetoka. Kosa la tatu ambalo usifanye wewe mwanamke ni kutojua afya yako ya uzazi. Mwanamke ambapo hujui kwamba umeathirika na PID au mirija yako imeziba pamoja na changamoto mbalimbali kwenye mfumo wako wa uzazi, utakapohitaji mtoto hautaweza kupata kwa sababu utakuwa na changamoto katika mfumo huo. Kama unahitaji kujua afya yako ya uzazi na utakapohitaji mtoto uweze kupata mtoto kirahisi, basi chukua namba yangu kwenye bio ikusudi utakapopata maswali uniulize. Asante.